hivyo waliamua kufungua kuona ndani kuna nani au waweze kutoa msaada gani. Lakini walipofungua katika chumba hicho, walimkuta mwanamke huyu ambaye aliingia na huyo mgeni usiku wa jana akiwa amefariki dunia, huku akiwa amefungwa kitambaa usoni, na walipomwangalia katika shavu lake waliweza kuona alikuwa na majeraha yanayoonyesha ni kama vile mtu amekwaruzwa na kucha. Lakini baada ya kuona hali hiyo, wahudumu wao mara moja walitoa taarifa kwa jeshi la polisi, ambapo ndipo askari waliweza kufika na kufanya uchunguzi. Uchunguzi katika chumba hicho namba 3 iliweza kufanywa ukaguzi wa hali ya juu na askari wetu wa jeshi la polisi, ambapo waliweza kubaini kwamba ni kweli binti huyo alikuwa amefariki dunia, lakini akiwa na majeraha ya kukwaruzwa na kucha sehemu za shavuni, huku akiwa amefungwa kitambaa usoni. Lakini pia waliweza kubaini kwamba mwanamke alikuwa uchi, mwili wake umekuta ukiwa uchi, hajavaa nguo. Lakini walipoangalia pembeni, uchunguzi wetu ulibaini kwamba kulikuwa na chipsi sahani 2, chakula maarufu kama chipsi sahani 2. Lakini pembeni kwa kuna chupa ya pombe moja ambayo ni pombe kali aina ya Kevant. Lakini kwa kuna chupa nyingine ya bia ambayo inaitwa Kesto Light. Baada ya kuona hali hiyo na kubaini kwamba binti huyo alikuwa tayari amekwisha poteza maisha, wameuchukua mwili huo jeshi la polisi na kuupeleka katika hospitali ya wilaya ya Misungwi kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Binti huyo mpaka sasa hajaweza kufahamika, na huyo mwanamume aliyechukua kile chumba ametoweka. Jitihada za kumsaka mwanamume huyo zinaendelea, na jitihada za kuwajulisha watu mbalimbali waweze kufanya utambuzi kwa mwanamke huyo ambaye amekuta amefariki pia zinafanyika. Jeshi la polisi kwa Mwanza tunaomba wakazi wa eneo hilo la Usagara na maeneo mengine yaliyo jirani na Usagara kufika katika hospitali ya wilaya ya Misungwi kwa ajili ya kufanya utambuzi kama kuna mtu ambaye ana ndugu yake ambaye ni wa jinsia ya kike wa umri huo na ametoweka katika mazingira ya kutatanisha, wafike kwa ajili ya kufanya utambuzi. Watu hao waliokamatwa, wa kwanza anaitwa Teresia Amos Ndaki. Huyu ana miaka 36, kabila lake ni Msukuma na kazi yake ni manager kwenye nyumba ya kulala wageni. Lakini wa pili ni Neema Mlele Koyanga. Huyu ana miaka 44, ni Msukuma, kazi yake ni mhudumu kwenye nyumba ya kulala wageni.